Kwenye vita inayoendelea ya uvamizi wa Iran na hata kabla haijaanza, jeshi ambalo lilikuwa linapambana na linalohusika sehemu kubwa na hii vita ni jeshi hili hapa la Mapinduzi, ambalo kamanda wake wa zamani sana ni Qasem Soleiman. Ushajiuliza kamanda wake wa sasa hivi yuko wapi? Wengi wameuawa, lakini yeye hajauawa, na yupo lakini haonekani popote mpaka sasa hivi. Kwa nini? Ndio story ambayo nipo nayo kwenye episodi hii. Kuna story nyingi kuhusu yeye. Wapo wanaosema ni spy wa Israeli, wapo wanaosema ni mzalendo tu ambaye ana bahati ya mtende, lakini ukweli ni kwamba hajaonekana muda mrefu na kuna gumzo linaendelea dhidi yake. So, nitakupa mambo kadhaa kumuhusu. Kwanza tumuelewe ni nani na alifikaje kwenye nafasi ya juu kabisa ya jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Iran. Na zaidi ya yote nitakupa listi ya matukio ambayo mengi unayojua lakini hukujua anahusikaje, na ndio sababu ya kwa nini yupo matatani as we speak. Naitwa Grayson Gideon. Asante kwa kila ambaye umebonyeza subscribe kwenye hii akaunti. Kiukweli nikiona numbers zinakimbia, na ikikupendeza share na mwingine hii content ambayo unahisi itamvutia. Sawa, here we go. Asubuhi ya Februari 28 mwaka 2026 kulikuwa na mkutano muhimu sana ndani ya jengo moja la serikali katikati ya mji wa Tehran. Ndani ya jengo hili walikuwa wamekusanyika watu wazito kuliko mtu yoyote mwingine ndani ya Iran. Kulikuwa na viongozi wakuu wa jeshi la Islamic Revolutionary Guards Corps, majenero ambao walikuwa wamejenga mtandao wa vita Mashariki ya Kati kwa zaidi ya miaka 30. Hawa ndio watu walikuwa nyuma ya mikakati ya kijeshi iliyokuwa inaunganisha vikundi vyote hivi wanaita proxy vya Iran katika maeneo tofauti ya ukanda huu. Lakini ndani ya saa moja tu kila kitu kilibadilika. Makombora mazito yalidrop kwenye jengo hili. Shambulio lilikuwa la fasta, la kisasa, na lilikuwa limepangwa kwa usahihi wa hali ya juu. The United States military began major combat operations in Iran. Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Husseini Khamenei در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Watu wengi waliokuwa ndani ya jengo hili hawakuweza kutoka salama. Baada ya chini ya saa moja, sehemu kubwa ya uongozi wa jeshi la Iran ulikuwa umeondoka duniani. Lakini kuna mtu mmoja muhimu ambaye hakuwemo ndani ya jengo hili wakati makombora yalivyoanza kushuka. General mmoja, kamanda wa kikosi cha operation za nje cha Iran, mtu ambaye alikuwa amerithi moja ya nafasi nyeti zaidi katika mfumo mzima wa jeshi la nchi hiyo. Jina lake mwamba ni Ismail Qaani. Jambo la kushangaza ni kwamba hii haikuwa mara yake ya kwanza kunusurika kwenye mazingira haya. Wanachojivunia wa Iran ni kuwakazia wahuni. Hapa ndio uwanja wa mapambano ya resistance. Adui zetu ni wahalifu wa Amerika na utawala wa Wazayuni. Hawa wengine kina Saudia na wenzake ni vidudu mtu tu, hawana hata hadhi ya kuwa maadui zetu. Kabla tujaenda kwenye matukio ambayo amepona yakamweka matatani, tumjue kwanza alifikaje hapa na ni nani kwa kifupi. Huyu mwamba, tukianza na alipozaliwa, ni homeboy kabisa wa Mojtaba ambaye ni supreme leader wa sasa hivi, kwa sababu wamezaliwa mji mmoja, Mashhad. Huu mji kwenye episode iliyokuelezea kuhusiana na Mojtaba nilikwambia dini sio sehemu ya maisha, dini ni maisha yote ya huu mji, na ndipo anapozaliwa na kutengenezwa maulamaa. Vyuo vingi vya elimu ya juu ya dini vinapatikana kwenye
hili eneo. Kwa hiyo ndipo ambapo amezaliwa huyu mwamba mwaka 1957 tarehe 8 Agosti. Ukiangalia huu mwaka ambao amezaliwa ni miaka ambayo Iran ilikuwa imetoka kwenye mapinduzi yale ya kumwondoa waziri mkuu wao mwaka 1953. Kwa hiyo akakuwa, then miaka ya 70 wakati sasa akiwa ni kijana ndio yanatokea yale mapinduzi ya kuondoka kwenye ufalme wa Shah kwenda kwenye huu uongozi ambao wanao sasa hivi wa maayatola. Na yeye ukumbuke kazaliwa kwenye mji ambao maayatola ndio wanapotengenezwa. Sasa hajakaa vizuri, mwaka uliofuata ndio ikatokea ile vita ya Iraq. Kwa hiyo bwana Ismail kama vijana wengine akawa amejiunga na jeshi na kuingia vitani. Sasa akiwa vitani ndipo ambapo maisha yake alianza kubadilika, kwa sababu alikutana na general mmoja ambaye alikuwa kama ni kipenzi cha mamlaka, alafu general akamuelewa. Huyu jamaa anaitwa Qasim Suleiman. Qasim alikuwa anapanda vyeo kinoma wakati huu kwa sababu ya ushawishi aliokuwa nao. Alikuwa na uwezo wa kuongea na viongozi on top, anaongea na wahuni wale wa Hezbollah, wale ambao wamechafukwa kabisa, alafu ana uwezo pia wa kuongea na kada yoyote ya mtu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu fulani hivi mwenye maunyama ambayo viongozi walikuwa wanamkubali sana. Na yeye Qasim akamuona huyu dogo Ismaili ana kitu, na hapa ndipo akaamua kumfanya kama mtu wake wa karibu. Kwa hiyo hapa ndipo akawa rasmi kwamba ukimkosa Qasim kuna huyu. Sasa tofauti ikawa hivi, kutokana na kwamba Qasim Suleiman alikuwa ni mtu ambaye ana operate both kijeshi na pia kwenye upande wa siasa, ilibidi aonekane sana, anaonekana na viongozi wakubwa hawa. Kwa hiyo kamera zilipokuwa alikuwa mara nyingi anaonekana, na nyuma yake alikuwepo huyu ambaye alikuwa aonekani, bwana Ismail, ambaye yeye ndo alikuwa anaenda kwenye zile sehemu za ndichi zile ambazo ni muhimu kwa Iran, lakini pia zimesahaulika hivi na dunia ya mainstream kama Afghanistan ambao wanampaka hawa. Kwa hiyo yeye akawa anaenda kwenye zile movement ambazo ni nyeti, ambazo hazihitaji kelele nyingi, lakini kila mmoja alikuwa anamjua. Ukimtoa Qasim ni bwana Ismail. Sasa mwaka 2020 ndio usiku mmoja ambao ulibadilisha kila kitu. Ndani ya uwanja wa ndege wa Baghdad, tukio kubwa lilitokea. Droni ya kijeshi ya Marekani ikawa imeshambulia msafara wa magari ambayo ndani yake alikuwepo Qasim Suleiman, na hili shambulio liliidhinishwa na bwana Donald Trump. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. So ndani ya sekunde chache, mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi kwa siasa za Mashariki ya Kati alikuwa ameondoka duniani. Baada ya kifo chake, Iran ilihitaji mtu wa kuchukua nafasi yake, na ndo hapa mwamba anaingia, Ismail Qaani, kijana pendwa wa marehemu. Serikali ya Irani ilimteua huyu jamaa kwa sababu ya kutengeneza mazingira kwamba ni mwendelezo mzuri wa kurithishana jeshini. Lakini Ismaili hakuwa na karizma binafsi aliyokuwa nayo Suleiman mwenda zake. Pressure ilikuwa ni kubwa kwa sababu nimekuambia hili ni jeshi ambalo linashikilia muhimili mzima na future ya empire hii ya Waajemi ya zamani, aka Iran ya maayatola. Sasa ndo tunaingia sasa kwenye matukio ya ajabu ambayo yamekuja kumfikisha alipo. Kuna matukio kama 6 ambayo tunaweza tukasema ndio yalimuingiza huyu mwamba matatani. Tukianza na tukio la Qasim Suleiman ambalo nimekuelezea, swali ambalo wachambuzi wengi waliuliza baada ya hili tukio ni Marekani ilijuaje ratiba kamili ya safari ya Suleiman? Ukumbuke wamesha muwinda sana. Usidhani tunachokiona kwenye movie kama unajua hiki, no. In reality kuna vitu vingi sana ambavyo havipo kama tunavyowaza, ukiwa tu unajua namna ya kuvikwepa, kwa sababu taarifa hizo zilikuwa zinajulikana na watu wachache sana ndani ya mfumo wa Iran. Miongoni mwa watu waliokuwa na ufahamu wa ratiba za Suleiman kwa uhakika
alikuwa ni naibu wake Ismail Qaani. Hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaomhusisha, lakini hili tukio baadaye lilikuja kuonekana tofauti kidogo kwa sababu ya matukio yaliyofuata. Na ndio tunakuja tukio la pili. Julai 2024, kiongozi wa kisiasa wa Hamas wa jina wake Ismail Haniyeh alikuwa amekuja hapa Iran kwa mwaliko wa kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais mpya wa Iran baada ya yule Ibrahim Rais kufariki kwenye ajali ile ya helikopta. Kwa hiyo jamaa alikuwa hapa kama mgeni wa nchi, na alikuwa kwenye hii nyumba specific kwa sababu pembeni ya eneo hili ni Tehran kuna nyumba ya Shah. Zamani ilikuwa ni nyumba ya mfalme yule Shah. Sasa hii nyumba ndipo ambapo viongozi wengi wa Iran wanakutanaga na wale wageni wa heshima wa nchi kama huyu. Kwa hiyo ina make sense kwa nini alikuwa amewekwa specific kwenye hoteli hii hapa. Moja wapo ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi Tehran. Usiku mmoja akiwa amelala ndani ya chumba chake, mlipuko ukatokea. Mlipuko huo uliondoka na bwana Ismail. Baadaye iliaminika kwamba bomu lililolipuka liliwekwa ndani ya hicho chumba wiki au miezi kadhaa kabla ya yeye kufika. Hii ilimaanisha kitu kimoja, kwamba kulikuwa na mtu mmoja ndani ya mfumo wa usalama wa Iran anayeruhusu operesheni hiyo. Tukio hili lilisababisha hofu kubwa ndani ya IRGC, kwa sababu kama Mossad waliweza kupenya hadi kwenye nyumba ya wageni ya serikali ndani ya Tehran, basi mfumo mzima wa usalama ulikuwa na tatizo kubwa. Huyu sio mtu wa kawaida anayetoa hizi information. Wakaendelea kujitafuta. Then ikafata operation ya tatu, operation ya Pages Lebanon 2024. Hili tukio tulikuletea kwenye episodi yetu hii, na ilikuwa ni Septemba 2024. Tukio lisilo la kawaida kabisa lilitokea. Wanachama wa Hezbollah wakalipukiwa na visoswadu vyao. Kila mahali kazua hofu kubwa. Maelfu ya vifaa yalilipuka kwa wakati mmoja na kufanya watu wakapoteza viungo vyao, na makumi ya watu walijawa na hofu, na mtandao wa mawasiliano wa Hezbollah ukavurugika kabisa. Hii ilikuwa ni moja ya operations za kijasusi zilizoandaliwa kwa ustadi mkubwa zaidi kwenye historia ya vita vya kisasa. Na hizi Pages wanaofanya mchakato wa Hezbollah kupata hizi kitu ni Iran, na specific kile kikosi ambacho amekirithi bwana nani? Bwana mtuhumiwa. Naomba tumuite mtuhumiwa kwa sasa hivi. Lakini hili tukio la kulipuka kwa Pages lilizaa tukio jingine la 4. Baada ya operation ile ya Pages, viongozi wakuu wa Hezbollah walikusanyika kwa mkutano wa dharura, na mkutano huu ulifanyika ndani ya makao makuu ya siri chini ya ardhi kabisa katika kitongoji cha Daiye. Mtu aliyekuwa anaongoza mkutano huu alikuwa ni kiongozi mkuu wa Hezbollah Mr. Hassan Nasrallah. Wakati huo kamanda wa Quds Force Ismail Qaani alikuwa pia mjini Beirut kufuatilia WhatsApp, na kulikuwa na taarifa kabisa zimeenea kwamba mwamba ameonekana Beirut. Alikuwa ameenda kusaidia kuratibu majibu ya nini kilitokea kwenye ile issue ya Pages. Jioni ndege za vita za Israeli zilirusha mabomu zaidi ya 80 kwenye hili jengo. Imagine, yani maanake sio kwamba umelipua jengo, ni umelisambaratisha. Nasrallah na viongozi wote wa kijeshi wa Hezbollah wakauawa. Kwa mara nyingine tena, mwamba wetu Ismail Qaani hakuwemo ndani, hakuingia kwenye hili jengo. Watu wakasema labda ni bahati, mwamba ana kismati, mtetezi wake yu hai. Okay, ikafika mwaka 2025. Habari zikaanza kusambaa kwenye media za Mashariki ya Kati kwamba Ismail Qaani alikuwa ameuawa katika shambulio la Israeli. Kwa masaa kadhaa watu waliamini kwamba mwamba hatimaye amefariki. Cha ajabu, serikali ya Iran ikaja kusema Qaani yupo hai. Alikuwa karibu sana na eneo la shambulio, lakini alikuwa ameondoka kabla ya shambulio hilo kutokea. Kwa mara nyingine tena,
Na ukumbuke aliondoka muda mchache sana, sio kwamba ni masaa kadhaa yaliyopita, muda mchache sana anaondoka, then tukio linatokea. Na mara zote walikuwa wanafariki watu nyeti sana ambao wapo kwenye saiko yake. Watu wakaenda 2026 ambalo ndo nilianza nalo. So far kuna story mbili. Kuna ambao wanasema alikuwepo kwenye hiki kikao, akaondoka dakika kadhaa ndo bomu likashuka, Marekani na Israel wakashambulia, na wengine wanasema hakufika kabisa kwenye kikao. Lakini ishu inakuja kwamba unyeti wa hiki kikao, mazingira nchi ilipokuwa, mtu kama yeye ni ngumu sana kukosa kwenye hiki kikao. Kwa hiyo kuna watu wanalipa wazo la kwamba alikuwepo akaondoka dakika kadhaa kabla, na kuna hao wanaosema maybe hakuwepo kabisa. Lakini all in all ni kwamba amepona kwenye kikao ambacho kimeondoa watu wengi nyete wa Iran ambao yeye alitakiwa kuwa among them, na ni mwendelezo ule ule wa matukio ya nyuma ambayo yanaondoa watu ambao walikuwa kwenye mkutano nyeti ambao yeye alitakiwa kuwepo, lakini hakuwepo. So hili shambulio ndo lile ambalo limemuua baba yake Mojtaba ambaye ndio supreme leader sasa hivi, limemuua pia mama yake, limemuua pia binti yake, limewaua watu wengi ambao walikuwa wanawajali. And then mwamba mmoja yule yule kapona tena dakika za mwisho. Swali lilobaki baada ya tukio hili, ripoti zilithibitisha, zilisema kwamba Kaani alikuwa amewekwa chini ya ulinzi na maafisa wa usalama wa Iran. So hakuna taarifa baada ya hapo hadi leo. Hakuna mtu wa nje ya mfumo wa ujasusi anayejua ukweli kamili. Kwa hiyo stori yake inaishia kama swali hili hapa, kwamba je, jamani alikuwa na bahati au kuna usnichi ameufanya? Na kama ni usnichi, maana yake jamaa ametumika kuua mfumo wote ambao mtangulizi wake Qasim Soleimani aliutengeneza, ambao ulikuwa unaifanya Iran inakuwa na nguvu sana. Na kama kwa namna yoyote amehusika, sijua jamaa atakuwa amemfanya nini yani. Imagine kama amekamatwa yuko Iran, nini ambacho kinamtokea yani? Watakuwa wamemla nyama au watakuwa wamemfanyaje? Lakini uwezi amini, kuna watu wana sympathize na huyu jamaa, anasema no, mbona kuna matukio mengi duniani tu ambayo watu imetokea tu mara nyingi wana kismati tu cha kupona. Yani kila tukio wanakufa watu afu anapona. You know? Sasa kweli wewe unaweza kuwa kamanda wa kikosi ambacho Israel inakisaka alafu mara zote wanakukosaga? Haya bana, nitajaribu kukuachia wewe kwa sababu bado hatujajua kama huyu jamaa amekamatwa ama ni kweli taarifa zilizopo kwamba yuko Israeli, walifanikiwa kumchomoa akakimbia, alikuwa spy. Lakini taarifa yake ndo hiyo, na I hope nimekuongezea kitu kama unaisikia sikia juu kwa juu. Bado taarifa nyingi kuhusu yeye hazijathibitishwa. Asante kwa kufuatilia MDC Updates, tukutane tena kwenye episodi ijayo.